Katika hoja ya kwanza ilihusu zaidi kuhusu serikali itoe vitendea kazi kwa vijana wanaomaliza mafunzo ya wanagenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekwisha fanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo. Tumeshatoa tayari vifaa vyenye thamani ya shilingi bilioni 1.9 ambavyo vimeenda kufununua vifaa hivi, vimenufaisha vikundi zaidi ya 2700, lakini vijana 1977 wamekuwa wanufaika, na katika kipindi cha mwaka wa fedha 25 na 26 tunatarajia kupata fedha tena shilingi milioni 637 ambazo zitaenda kuwasaidia vijana ambao wanafuzu mafunzo haya ya wanagenzi. Hoja nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti ilihusiana na program ya ukuzaji ujuzi. Katika programu hii hoja ilikuwa inasema tutoe elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao furaha serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na maelekezo ya utekelezaji ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeendelea kutoa elimu katika vyombo vya habari kupitia platform zote za media na social media, na matangazo yamekuwa yakifanyika, na tumekuwa tukitenga fedha zaidi ya shilingi milioni 138.1 kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa umma, lakini pia zaidi kutoa taarifa ya mafunzo haya yanayofanyika chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kulikuwa kuna hoja ya serikali iongeze vyuo vya mafunzo ya wanagenzi. Moja ya hatua ambazo serikali imefanya ni pamoja na kuongeza vyuo vya VETA ambavyo vinatumika nchini kote, vinajengwa katika halmashauri zetu za wilaya, lakini vivyo hivyo vyuo vya maendeleo ya jamii tayari vimekwisha kujengwa na vinafanywa maboresho. Hata pale kwangu Shinyanga tulipata shilingi milioni 650 kwa ajili ya maboresho ya chuo chetu cha maendeleo ya jamii. Lakini vivyo hivyo vyuo binafsi navyo pia imekuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba mpango huu wa serikali unatimizwa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, katika upande wa pili wa mafunzo mwaka wa fedha 25-26 tutaenda kuwafikia zaidi ya wanafunzi 8,000 ambao wataenda kwenye vyuo 52 hapa nchini kwa ajili ya kupata mafunzo katika wilaya 48. Hii ni hatua kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuionyesha. Mheshimiwa, pia katika maeneo mengine kwa haraka nikienda, hata masuala ya ajira kwa ujumla, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye masuala ya ajira ni mjumuiko, ni pamoja na mpango wa utoaji wa mikopo. Ajira za vijana zimeendelea kutolewa katika sekta ya umma, lakini pia hata katika sekta binafsi. Tumefanya upanuzi wa maeneo mengi ya ajira. Kwa mfano, uwekezaji umeongezwa nchini na kufanya maboresho ya sheria ili kuvutia uwekezaji, kufanya maboresho ya sheria ya kuratibu ajira za wageni. Lakini pia katika hatua nyingine katika eneo hilo, Mheshimiwa, kwenye swala la ajira tumeendelea kufanya na kukuza maeneo mbalimbali, kutenga maeneo ya uwekezaji, lakini pia kutenga maeneo ya kuzalisha kuzalisha na kuuza bidhaa ndani na nje ya nchi, lakini pia punguzo ya tozo kwenye maeneo ya biashara yanayoweza kutoa ajira zaidi. Lakini zaidi ya hapo tumefanya kwenye maeneo ya mikopo, kiacha 442 zinazotolewa na halmashauri zote nchini, tumeenda kwenye hatua nyingine ya kila wizara ya kisekta kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais na maelekezo ya utekelezaji wa Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kila wizara inazalisha ajira nchini, kuweza kuhakikisha kwamba katika maeneo hayo wizara kwa mfano ya miundombinu kwenye majenzi yote yanayofanyika, hata maeneo yale ya miradi ya mkakati, bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR, huko tulipata ajira na mafanikio. Tulipata ajira zaidi ya milioni 8,084 zaidi hata yale takwa la ilani ambalo lilikuwa linahitajika kwamba tupate ajira milioni 8. Haya ni mapinduzi makubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya. Lakini pia kwenye sekta ya kilimo tunao mpango wa building a better tomorrow, ambapo vijana wanapata mafunzo na tunawapa maeneo maalum kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na ratibu. Wizara ya Bashe inafanya kazi hiyo. Wizara ya Madini napo pia tunatoa mafunzo kwa wachimbaji, lakini pia tunawakopesha vifaa ambavyo vinawasaidia kwenye mpango wa Mining for Brighter Tomorrow kupitia Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri mwenye dhamana husika. Lakini pia kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi zaidi ya bilioni 10 zilitolewa kwa ajili ya kuwasaidia vijana hao, lakini pia boti zilitolewa na Mheshimiwa Rais zaidi ya 100, ufugaji wa samaki kupitia vizimba, lakini pia unenepeshaji mifugo. Wizara nyingine ambayo inafanya kazi hiyo hata Wizara ya Michezo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuongeza wigo wa ajira. Tunatambua michezo inaajiri zaidi. Mheshimiwa Rais anajenga viwanja karibia nchi nzima kwenye maeneo yale ambayo ni ya kimkakati. Pale Arusha unajengwa uwanja utakaobeba zaidi ya watu 22,000, lakini pia ameanza kutoa fedha, ukiacha zile kapu la mama
kuna fedha zaidi ya shilingi bilioni 5 zinatolewa kwa ajili ya ukopeshaji wasanii na watu wengine ili kutoa fursa za vijana hao kwenye hayo maeneo. Lakini vivyo hivyo kuna thamani ya fedha zaidi ya shilingi trilioni 2.7 zilitolewa kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ulionufaisha wananchi zaidi ya milioni 24, ikiwa ni kuwawezesha walio kwenye biashara na kwenye maeneo ya kukuza mitaji, lakini pia kuongeza fursa mbalimbali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kwenye masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Lakini pia kwenye bodi ya mikopo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nako pia huko ni uwezeshaji wa vijana. Zaidi ya shilingi bilioni 788 zinatolewa Wizara ya Elimu kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wako kwenye mpango wa elimu. Lakini pia kuna Samia Scholarship zinatolewa. Yoyote ambaye atafanya vizuri kwenye masomo ya sayansi, Mheshimiwa Rais ameweka mpango wa kuwafadhili bure ili waweze kusoma vijana wetu na kuweza kujipatia ajira ndani na nje ya nchi. Hata hivyo kwenye ajira tumefanya katika pia, Mheshimiwa Waziri wangu Ridhiwani Kikwete ana mpango wa kuingia mikataba na nchi zaidi ya 8 ya kupata ajira katika maeneo na mataifa mbalimbali, na tumeanza mfano na nchi 3, nchi za Uarabuni lakini pia Qatar na maeneo mengine ambapo zaidi ya vijana 500 wamekwisha kwenda kwenye hatua ya kwanza, ikiwa ni pamoja na mjumuisho wa mafunzo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini tunatambua Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote yamewezekana kwa sababu wapo watendaji wenye dhamira safi. Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya hivyo na kuhakikisha anatuelekeza kuweza kuhakikisha tunawahudumia Watanzania bila ajizi. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nizidi kushukuru nafasi yako wewe binafsi, lakini pia tuzidi kushukuru kwamba Mheshimiwa Rais ajenda za uchaguzi anazo kwa sababu amegusa maisha ya Watanzania, lakini pia yeye mwenyewe ni mgombea mahiri ambaye hana mshindani hapa nchini. Amejiorganize vizuri kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini vivyo hivyo ana communication strategy za maana za kushinda uchaguzi. 3, ana rasilimali mali za kusaidia kushinda uchaguzi, na 4, ana rasilimali watu ambao wanaweza kusaidia sisi tuweze kushinda uchaguzi. Wale majirani zetu kule ni nyumba ya njaa. Ukiona nyumba haina hata paka ujue kuna njaa. Tuwape pole na tutawashinda katika uchaguzi ujao. Asante.